Silver Strikers. Makocha, kwa muda huu ni kitu gani ambacho kinaendelea katika mazoezi kitaalam zaidi? Ni masaa machache yamebakia kuelekea mchezo wenyewe. Kwa nyakati kama hizi, makocha huwa wanadili na psychological issues. Kupeana hype, kupeana of course sio majukumu magumu. Ni kuhakikisha kwamba kwanza wanakuwa kwenye morali ya hali ya juu wachezaji, hilo la kwanza. Lakini la pili, wachezaji wanakuwa katika mudi nzuri kuelekea mchezo wenyewe. Lakini ukiachilia mbali eneo la kisaikolojia, kitaalam pia kuna vitu vinaingizwa. Moja wapo ni kuhakikisha yale ambayo yote mwalimu amewaelekeza since day one wanakwenda kuifanyia kazi, lakini kusiwe na makosa ya aina yoyote unnecessary. Yale makosa ambayo yani sio lazima. Kuna mengine ambayo yatatokana na mchezo, haya huwa hawaelezi sana makocha, isipokuwa wanaangalia yale ambayo bwana, kwa mfano labda back pass, pass chonganishi, sehemu ambayo hakuna option ya kutoa pasi, kwenda unalazimisha. Vitu kama hivyo ndio walimu wanakwenda kuzungumza dakika ya mwisho, kwa maana ya kufanya finishing, kuhakikisha kwamba morali inakuwa hali ya juu. Vitu ambavyo umefanyia kazi, mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini maisha ya kawaida, kwa maana ya kuhakikisha kama ni timu ambayo iko ugenini, wanaangalia kupata goli la mapema ili kuongeza tension kwa mpinzani, kupata pia sare ikibidi, matokeo mawili kwa mtu ambaye ni mgeni. Lakini kwa mwenyeji pia goli la mapema linahusika na kuongeza idadi kubwa, ili kwenye mchezo wa marejeano mambo yaweze kuwa magumu kwa mtu ambaye anataka kukomboa matokeo. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana ambayo yanakwenda kufanyika siku kama ya leo kuelekea kwenye mchezo husika. Lakini la mwisho kabisa ambalo huwa linafanyika sana ni kuandaa, kama uko ugenini, ni kuandaa, kuwaeleza kwamba bana, mambo ya crowd, mambo ya mashabiki tusiyazingatie sana. Kwa mfano unakwenda kwenye uwanja labda huko Uarabuni, unakuta full house. Wachezaji wanashauriwa huko kwamba msizingatie sana yaliyoko nje ya uwanja, msitoke kisaikolojia. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana, machache kati ya mengi ambayo kocha anapaswa kufanya, hasa eneo la kisaikolojia na kufanya finishing. Siku za hivi karibuni Young Africans wameongeza nguvu katika benchi lao la ufundi kufuatia na kile ambacho mashabiki wao walikuwa wanatajwa hawaridhishwi na aina ya uchezaji wa timu. Ameongezwa Mabedi, ni tunaweza tukasema wana Young Africans na mashabiki watarajie kuiona Yanga ikicheza katika flow mpya kwa muda huu ambao kocha ameingia kuelekea mchezo wenyewe huu dhidi ya Silver Strikers. Kwanza, jambo la kwanza ambalo ulifahamu kwenye nature ya michezo kama hiyo, achilia mbali kuongezwa kocha msaidizi ambaye ana kariba ya kocha mkuu, michezo kama hii unafanyia exercise ama unafanyia approach mchezo mmoja ule ambao uko mbele yako. Kwa sababu kwa mfano mchezo ugenini kwa upande wa Yanga, maana yake nimeshaeleza kwamba tafsiri yake ni kwamba sare inalipa, lakini goli kupata ushindi pia inalipa. Sare inayolipa zaidi ni sare ya magoli 1-1, 2-2. Hiyo inalipa zaidi. Lakini njoo kwenye formation, ipi inatumika? Obviously mwalimu mkuu ndio atakuwa na nafasi kubwa. Pamoja na kwamba kumekuwa na maneno ya hapa na pale, lakini mwalimu mkuu bado atakuwa na nafasi kubwa. All in all, teamwork itakwenda kuamua. Siku za karibuni kumekuwa na weakness, hasa wings za pembeni za Yanga. Yanga chini ya Roman Folz wanapitika pembeni. Sijui kama umesha study hiyo mechi za hata zile za
ile mzunguko wa kwanza wa klabu bingwa barani Afrika, walikuwa wana beki ya Yanga inafikika kirahisi sana. Kuna nafasi fulani, kuna makosa fulani ambayo yani sio ya Yanga ambayo tumeizoea. Kwa hiyo nafikiri timu yake itakwenda kuamua, kwa maana ya kocha mkuu pamoja na kocha msaidizi, lengo likiwa ni kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri ugenini na baadaye kuja kumaliza na Silver Strikers jijini Dar es Salaam, kwa maana ya mchezo wa marejeano. Kwa hiyo haya yote yanawapa makocha homework, kazi ya kwenda kufanya, kwamba ugenini wacheze vizuri, wakaende kumaliza nyumbani vizuri, lakini all in all wakawafurahisha mashabiki wao. Ukijaribu kuangalia ingizo jipya wachezaji wa Yanga ambao wamewasajili, ni wachezaji wazuri. Kuna mtu kama Musa Barakante, kuna nani tena, kifaa kingine kimeingia ukiachilia Mohamed Dombia, moja ya wachezaji ambao wamekuwa kwenye, wanasema ni fresh from school, kwenye zile shule za academic. Kuna mtu mmoja alipita pale Simba anaitwa Israel, ni Senegali hivi, nafikiri Senegali kitu kama hicho, Pape Osman Sako. Alikuwa anapiga dalis nyingi sana. Anataka kufanana na Dombia, umri pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo wanaingizo jipya, lakini usisahau kwamba kuna wachezaji wapya, wachezaji wazuri walibaki pale Yanga. Mtu kama Pakome yuko vizuri sana, lakini kijana wetu Mzinze yuko vizuri sana. Eneo la mbele, ukija hata eneo la katikati bado Andambwile ameonyesha surprise nzuri sana. Ni mchezaji wa ndani, lakini ameonyesha vitu vikubwa sana. Na ana maamuzi ya kupiga. Mchezaji mzuri siku zote ni yule ambaye anafanya maamuzi. Hiyo ni safu ya katikati ambayo kiukweli ameondoka Aucho, lakini kimsingi anaonekana bado Andambwile anamudu. Ukija kwenye backline, kuna wachezaji wazuri sana, kuna Baka, kuna Jobu, kuna Mamnyeto, wachezaji wazuri sana ambao pia wanatekeleza majukumu yao. Kwa hiyo tutarajie kuona mchezo mzuri sana. Tutarajie kuona Yanga ambayo imebadilika kabisa kutoka hatua ya awali kuja kwenye hatua hii. Wanasema unapokaribia kwenye hatari zaidi, sense ya binadamu, yani hisia, inakuwa iko juu sana. Kwa hiyo hatua ya pili ya mtoano, maana yake ni hatua ambayo ni muhimu sana. Maana yake ukifungwa, unajiweka katika hatari kubwa ya kutokuona hatua ya makundi, jambo ambalo kimsingi itakuwa ni hatari sana. Na malengo ya timu zetu hizi kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye hatua ya makundi na kufika robo finali, na hatimaye ikiwezekana kucheza finali.